में लाते वैली करनी नीनू प्यार दी ते तौर मेरी ही गाना करदी na kuja napiga makofi leo Samia Tanzania Samia tunapiga makofi 10 kwa ajili ya Rais Samia Toka. Muziki, nyenzo ya kutengeneza utamaduni wa jamii yetu. Ikielezea uzoefu wa maisha ya watu, ikituunganisha kwa furaha ama huzuni. Muziki unamgusa kila mtu. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ikishirikiana na Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kiupekee ililitambua hilo, ikaona kuna kila sababu ya Watanzania kusherehekea muziki wetu. Ikaanzisha tamasha la aina yake, Serengeti Music Festival. Kwa misimu miwili, tamasha hili lilifanyika kwa mafanikio makubwa, likiweza kukuza utamaduni wa umoja na upendo kwa wanamuziki na wadau, huku likiacha furaha kwa wananchi kwa kupata burudani ya wasanii wakubwa nchini kwenye jukwaa moja. Mafanikio haya yaliwasukuma viongozi wa juu wa wizara na BASATA kuwa wabunifu zaidi, kwa nia ya kuhakikisha msimu wa 3 wa tamasha hili unakuwa ni wenye ubora kila hatua. Wakaamua kushirikiana na sekta binafsi. Sanaa ni Jambo, wakala wa ubunifu, kutengeneza chapa na mikakati ya masoko. Tunaweza kukuza utamaduni wa Tanzania tukitumia sanaa. Tumekutana na wadau ambao tunataka kushirikiana nao kwenye maandalizi na uendeshaji wa tamasha kubwa la Serengeti Music Festival. Tunataka mwaka huu tufanye Serengeti Music Festival ya aina yake. Lengo letu limekuwa ni moja, ambayo ni kukuza sanaa hapa Tanzania. Safari ya kuusuka msimu wa 3 wa tamasha hili ikaanza kwa kuundwa kamati ya maandalizi iliyojaa wataalamu wa kiwanda cha muziki, wabunifu wa mikakati ya masoko, wasimamizi wakuu wa matukio ya burudani, ma-DJs, watangazaji wa vipindi vya burudani, maafisa waandamizi wa sanaa kutoka wizarani na BASATA chini ya mwenyekiti wake mkurugenzi wa maendeleo ya sanaa Dr. Emmanuel Ishengoma na katibu Dr. Kedmon Mapana, katibu mtendaji BASATA. Lengo likiwa ni moja tu, tamasha hili kwa msimu huu wa 3 lifikie wadau na watu wengi zaidi, huku likiweka alama ya hadhi na viwango vya kimataifa na kuinua muziki wetu. Kwa heshima ya mchango wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kukipa thamani kiwanda cha muziki, michezo na sanaa kwa ujumla, kamati ikapokea na kuridhia msimu huu tamasha hili liitwe Samia Serengeti Music Festival. Tanzania, mpo tayari? Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Baraza la Sanaa la Taifa BASATA inakuletea tena tamasha la Serengeti Music Festival. Kubwa zaidi sasa ni Samia Serengeti Music Festival. Tamasha hili kubwa litaanzia viwanja vya Tanganyika Packers Kawe jijini Dar es Salaam tarehe 26 mwezi wa 4 2025 na kwenda mikoa kibao nchini. Samia Serengeti Music Festival 2025, sanaa yetu, ajira yetu. Na mgeni rasmi akatangazwa Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Raisi wa Umoja wa Mabunge Duniani. Kamati ya maandalizi ilifanya kazi nzuri sana yenye ubunifu wa kutosha, ila lile jukwaa kubwa la kimataifa kupata kufungwa Tanzania ikawa habari ya mjini. Nipo na daktari ambaye yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya sanaa, Daktari Shengoma. Atuambie pengine wamefikia wapi na mpaka sasa ni kitu gani pengine tutazamie. Heshima yako daktari. Salama kabisa. Kazi hii sio ndogo. Lazima ufike kila siku kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Kuna pressure nyuma yake, kuna mambo
mambo mengi sana. Kwa hiyo napokea hongera, lakini pole ya kazi pia nayo ni muhimu sana. Tamasha hili lilianza mwaka 2020 na likafanyika Dar es Salaam pale uwanja wa Uhuru, likafanyika Bagamoyo, likafanyika mwaka uliofuata 21 likafanyika Dodoma, mwaka 22 likafanyika Dodoma tena, lakini mwaka 23 hatukuona mkusanyiko kama huu ambao utatokea hapa ama ambao ulitokea Dodoma. Ni kwa sababu ya malengo ya tamasha hili. Malengo ya tamasha hili hasa ni kuwapa wasanii wa ndani fursa ya kuonesha vipaji vyao kitaifa na kimataifa ili waunganishwe na soko na hasa la kimataifa. Yaani waonekane hapa ndani, tupate soko la ndani, lakini pia wapate fursa ya kuunganishwa na soko la kimataifa. Sasa katika hiyo context ya soko la kimataifa tumeijaribu mwaka 23 na mwaka 24. Kuna wasanii ukiwauliza wengi tu, na hata si wa muziki tu, hata wa hizi sanaa mbalimbali nyingine za maonesho za ufundi, wamekuwa wakienda nchi mbalimbali duniani kwenye matamasha mbalimbali duniani kuweza kuonesha sanaa zao kimataifa, kwa sababu ndio malengo yetu, kuwaunganisha na soko la kimataifa. Pressure iliyopo jukwaa lile watu walipoanza kuliona tunatembea sasa pressure ya wasanii imekuwa ni kubwa yani simu ni nyingi jamani, mbona sisi? Kwa hiyo kila msanii tunaona kabisa lile jukwaa sasa limeweka kama ni la viwango, ni vya juu sana. Hii ikainua ari ya wadau na amsha kwa wanamuziki kutaka kukiwasha kwa hali na mali kwenye tamasha hili. Taarifa zikaenea kila pande za nchi. Ilikuwa miezi, wiki, siku, saa na hatimaye muda ukafika. Tarehe 26 mwezi wa 4 2025, Samia Serengeti Music Festival, na kwa baraka za wazee wetu ikawa ni ile siku kuu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Tulianza hivi. Kama nabaya semeni. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Gerson Msigwa, hongera. Asante sana. Nimekuona pale ukikimbizana na Simba na Yanga, imekuwa ni mechi gani kwako? Imekuwa ni mechi nzuri. Kipindi cha kwanza nilicheza kwa upande wa Yanga, kipindi cha pili upande wa Simba. Nimefurahi kwamba maafisa utamaduni tunaonesha kweli, maafisa utamaduni na maafisa michezo tunaonesha sisi ni wana michezo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri, nimefurahi kwa kucheza hapa. Nimeona maafisa utamaduni wenye vipaji na huu ni mwanzo. Tunakokwenda tutakuwa na michezo mingi ya maafisa utamaduni, watakuwa wanashirikiana na maafisa michezo. Kwanza kikao kazi, kuelekezana mambo ya kazi, baada ya hapo burudani, na tutaunganisha kikao cha maafisa utamaduni na Serengeti Music Festival. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamichezo namba 1, tumeona ameweza kuruhusu na kuweza kufanya uwekezaji mkubwa sana katika sekta ya michezo. Kuna viwanja vinajengwa kama Afcon, na katika tamasha hili la Samia Serengeti Music Festival tumeona mkiintegrate michezo ndani. Tumeanza na zoezi la michezo. Hii inasema nini katika ukuaji wa michezo? Maana yake ni kwamba tuko na serikali ambayo imeamua kuinua michezo, imeamua kuendeleza michezo, na msiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Rais habahatishi, ana dhamira ya kweli ya kuendeleza michezo. Hapa Kawe tulipo hapa inajengwa Sports and Arts Arena, uwanja ambao ndani mtafanyika shughuli za burudani, mtafanyika na michezo midogo midogo ile kama futsal, basketball, netball, tennis, ile midogo midogo ile ambayo haitumii nyasi, tutafanya ndani ya huo uwanja. Mheshimiwa Rais ameshatafuta fedha, tumepata. Tumetengewa sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo shilingi bilioni 450 kwa ajili ya kujenga sports arena na kujenga studio ya filamu kwenye kijiji cha filamu kule Kwala mkoani Pwani. Kwa hiyo tutajenga hapa Kawe, lakini pia Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga miundombinu. Tunakarabati Benjamin Mkapa, tunajenga vituo vya mazoezi na kupumzikia Dar es Salaam na Dodoma, tunajenga uwanja Arusha tuko asilimia 35, tunajenga uwanja Dodoma, mkandarasi tumeshamkabidhi site, muda wote anaanza. Tukimaliza hapo tunakamilisha kujenga viwanja vya mazoezi Dar es Salaam, Arusha na Dodoma, na tutaanza program kubwa ya kujenga vituo vya michezo nchi nzima.
ya Tanzania. Tutajenga mikoa yote, wilaya zote. Tutakapokwenda kwenye wilaya, tutaomba halmashauri ndizo zionyeshe mfano, na hili jambo linawezekana. Bukoba mjini wamejenga, wana uwanja. Kinondoni KMC wana uwanja. Ruangwa Lindi wana uwanja. Sehemu nyingi halmashauri tayari zimeshaanza kujenga viwanja. Tuwe serious, tutenge fedha, tuangalie kwenye vyanzo vyetu, tutenge fedha, tujenge viwanja, tuanzishe timu, kwa sababu mazoezi ni sehemu ya maisha ya watu. Sawa sawa, tukirudi sasa katika tukio mama Samia Serengeti Music Festival, tumekuona ukiwa mstari wa mbele kuongoza maandalizi. Pengine unaweza ukazungumziaje, kwa sababu tumeweza kuona mabadiliko makubwa tangu mlipo resume tukio hili kwa mwaka huu 2025. Imekuwa la tofauti, stage tunaona inasifiwa na kila mtu, stage kubwa, ukiangalia wasanii A-list mpaka underground. Kama katibu wa wizara, mpaka sasa haya maandalizi unayazungumziaje na tukio zima unalizungumziaje? Mimi tangu nilipoteuliwa na wizara na Mheshimiwa Rais kuwa katibu mkuu wa wizara hii, niliwaambia wenzangu nataka vitu tofauti, na mimi nina tatizo la kupenda vitu vyenye quality, vitu vya hali ya juu, sipendi kufanya jambo dogo dogo. Kwa hiyo niliwaambia kila tukio, kila mkurugenzi wangu, kila taasisi ijipange kufanya tukio kubwa lenye impact. Si hatuwezi tukafanya ili mradi tunatimiza ratiba, na hii Serengeti tumeifanya kwa ukubwa unaostahili mwaka huu. Mwaka jana tulifanya maandalizi, lakini alikuvutia sana, nikasema wacha tufanye nje ya nchi, hapa tusubiri kishindo. Nashukuru, na nilipoona nahitaji mawazo mengi zaidi, nikawaita wenzetu kutoka sekta binafsi. Nashukuru tumeshirikiana na Sanaa ni Jambo, tumeandaa tukio kubwa zuri. Stage inayofungwa hapa, nataka niwaambieni Watanzania, hata Marekani haipo, haijawahi kufungwa stage kama hii nchi yoyote. Stage kubwa, namshukuru sana Majizo, amewekeza kwa sababu alipoambiwa kuhusu dhamira yetu akaamua kutafuta fedha, amewekeza. Sio vifaa vya serikali, ni vifaa vyake. Na mimi nataka niwaambie Majizo hapa kwa sehemu kubwa amejitolea, ametaka kuonesha kwamba kuna Mtanzania anaweza kutengeneza kitu kikubwa. Ndio hilo stage watu wamepagawa mpaka duniani kote wamepagawa. Kila mmoja anashangaa haiwezekani, wengine wanataka kusingizia maneno ambayo hayapo. Huyu ni Majizo Majei. Sawa sawa. Sisi tumelipia stage ya kawaida ambayo tungeweza kuipata kwa mtu yoyote. Majizo akasema mimi sitaki kufanya kitu kidogo, nafanya kitu kikubwa. Katibu mkuu, lipa unapoweza, kwingine huko naongeza mimi. Vifaa hivi vimefungwa kwa mara ya kwanza hapa, vimetoka bandarini, vimekuja hapa kufungwa kwa mara ya kwanza, na hii ndio itakuwa standard ya Tanzania. Okay, mwisho sasa, leo yawezekana ikawa ni siku ya kihistoria, kwa sababu kama tunakumbuka vizuri, leo ni siku ya muungano ambako nchi zetu mbili ziliungana hapo miaka ya nyuma, lakini Rais Samia ameona hii muziki kama tool ya kuweza kuunganisha wasanii pamoja na mashabiki, wasanii wao kwa wao. Ukiwa kama katibu, swala hili la muungano kwa wasanii wao kwa wao, lakini pia na mashabiki kama tool ambavyo Mheshimiwa Rais nia yake na dhamira yake ameweza kuona, una kitu gani cha kuambia wasanii kuhusiana na huu muungano ambao unatengenezwa na Mheshimiwa? Kwanza, kauli mbiu ya muungano mwaka huu ni miaka 61 ya muungano, heshima na tunu ya taifa letu. Maana yake ni kwamba tunasherehekea miaka 61 ya muungano wa aina yake duniani, na sisi wizara tukaamua tulilete tamasha kwenye siku hii makusudi kwa ajili ya kupeleka huo ujumbe. Na mnajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tunahitaji muungano uonekane kweli. Tunataka tuonekane Watanzania wale wenye heshima, wenye umoja, wenye mshikamano, sawa, wanaolinda tunu za taifa, amani, upendo, mshikamano, ndio maana yake. Na leo hapa tunashusha bonge la burudani. Nilikuwa natoa ujumbe hata wakati naongea na wanamichezo kwamba sisi Watanzania tuna utamaduni wetu. Mwaka wa uchaguzi ni mwaka wa sherehe. Tunafurahia kwamba tulikuwa na uongozi tumeuweka, umetuvusha miaka mitano, tunakwenda kuchagua uongozi mwingine utatuvusha tena miaka mingine mitano. Hiyo ni sherehe. Hapa sisi hatutavurugu. Ndio maana kwenye kauli mbiu yetu ya Samia Serengeti Music Festival tunasema hatutaki stress. Makasiriko sio shida zetu. Sisi tunakuja hapa tunafurahi, na tumeanzisha kufurahi hapa, tutafurahi mpaka siku tunakwenda kupiga kura. Sisi tunachagua kiongozi wa ushindi. Mheshimiwa Mama Samia ametusaidia, tunakwenda kutoa mitano tena. Sawa? Hiyo ndio maana yake. Asante sana Mheshimiwa, nikutakie kila laheri na nikutakie majukumu mema katika kwenda kutimiza hili ambalo tunakwenda kuandika historia usiku wa leo. Asante sana. Nashukuru, karibuni sana Samia Serengeti Music Festival. Hapo ni mpaka chwe. Moto ukaanza kuwaka. Vinanda Classic. Malkia wa Singeli. Mima. Achunchwe. Hata ukiniacha safi tu. Ninaona
Huyo waonyeshe Tito. Mwana mwingine kofia nyuma, mambo gani? Cheki na kuchana mistari bado na. Leo tuko kwenye tamasha la Masamia, ninawakilisha kwa Tanzania. Mistari hapa na wapigia, cheki wanajini wanapofurahia. Sikiza, mwenye kakoma, mwenye kakoma, mwenye kawanoma, mwenye kawaboma, nikatoka na kitakita, katoka kiba, alibadili wanapipilika kwa kitakita na fika safari, nasikika kwa zari, nijani mwana unilosema maisha safari, skizoni wanakuwa dale. Call me Madam President. Kwenye rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Hey, I feel like Mama Samia. Hey, I feel like Mama Samia. Kwenye rap game, mini Madam President, head of the government. Now get a residence. Hey, I feel like Mama Samia. Hey, I feel like Mama Samia. My men nyinyi, nisikilizeni kwa makini. Mbona hata sisi tunaweza fanya zaidi ya nyinyi. Tunapiga picha ya pamoja. Tunyanyue hivi tupige picha wote. Alichosema Elika kwamba twende Sisaka. Alichosema Elika kwamba twende Sisaka. Nikauliza wapi kwa jina akani. Watoto wa Dar es Salaam. Marumba. Kila, oya, ikisema sheria izingatiwe. Basi kama kuna chura basi abamiwe. Ilikae sheria izingatiwe. Na kama msaliti basi asomewe. Si tunacheza, wewe uchezi, si tunaruka, wewe uluki kama mtu wa luki unamtoa nduki. Wale wa kuluka. Ila nana.
Hapo shishi fundi tunalewa. Napita bana. Au nikatongea kwa zona. Na kwa machizi boti man. Akakamanzi sijika nani. Yana kitapisha sijapitia. Ananivusha nikimuomba, ananijibu kwenye matatizo. Mungu ndio weka juu ala hivi namna hivyo mpaka kule. Kama una kofia wakina leki mpaka kule. Nataka kuona ukipepea wanangu, nataka kuona ukipepea. Nataka kuona ukipepea. Si abantu bakyala, abantu bakyala, abantu bakyala, abantu bakyala, si abantu bakyala, abantu bakyala, watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Ikitokea mikono juu. Nataka kuona mikono juu. Sijaona mikono. Sijaona mikono. Sijaona kamera. Nataka nione mikono. Nataka nione mikono. Pablo, ukigusa vitu inashtuka, naona kama napamba mizuka, na kichwani shani na chupa. Pablo, ukigusa vitu inashtuka, naona kama napamba mizuka, na kichwani shani na chupa. Lazima irudiwe sababu nataka tena. Sitakinisha usiwe kwenda nyumbani mapema. Zombie, we zombie we. Sataba ya usiku, ila siku nzima siku. Eti nije tuongee. Unanyona mikebe, unanyona mimi fara. Ikawa burudani juu ya shangwe, watu huku watu kule, na hatimaye mgeni rasmi Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, akiambatana na mwenyeji wake Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, akaitwa jukwaani kwa staili fulani hivi kimuziki. Baba yangu mlezi Dr. Mapana, baba anayetuvumilia kwa mengi wasanii wake. Asante sana msanii wetu Zuchu, hongera sana kwa performance nzuri, lakini pia hongera sana wasanii ambao wamepita na wamefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na msanii mwenzetu, karibu sana. Basi kabla sijaendelea, dakika moja tu, niko na
Rais wa Shirikisho la Muziki Tanzania, ndugu yangu Ado Novemba, na kutambulisha tu wewe ndugu yangu, maana hawa wasanii wote ndio unafanya nao kazi. Hongera sana. Bila kupoteza muda, Mheshimiwa Bwana, sisi kwa niaba ya wasanii wote tunakushukuru na tunakupenda sana na tunakuombea kazi njema, utumishi mwema. Na moja kwa moja sasa nimkaribishe Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Yeye atazungumza kidogo, pia atamkaribisha Mheshimiwa Waziri, pia Mheshimiwa Waziri ataendelea na utaratibu unaofuata. Karibu sana. Dar es Salaam, kama umeikubali Samia Serengeti Music Festival, nyosha mkono. Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Dar es Salaam oye! Samia Suluhu Hassan oye! Tanzania oye! Dr. Tulia oye! Mko poa? Washikaji, mko poa? Kweli? Kama nina baya semeni, kama nina noma semeni, kama na waboa semeni. Dar es Salaam oye! Dar es Salaam, stand up, put your hands up, 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 up. Asante sana Mheshimiwa. Wanataka nipige mistari siku nyingine, ngoja tu, leo wanataka burudani hawa. Mheshimiwa Speaker, karibu sana Samia Serengeti Music Festival 2025. Tumeona tufanye tukio la kipekee lenye hadhi ya mwaka 2025 na lenye hadhi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Speaker na rais wa mabunge duniani kote, naomba nitumie nafasi niliyopewa na kazi niliyopewa kufanya utambulisho. Tunaye Dr. Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mpigeni makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais anajua umuhimu wa wizara hii, kwa hiyo waziri ni profesa. Na tunaye makamu mwenyekiti wa kamati yetu ya bunge Mheshimiwa Sima, tumpigie makofi mengi. Tunaye pia mjumbe wa kamati na mkwe wangu Mheshimiwa Dr. Tea Ntara. Tunaye mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Abasi, mlikuwa naye wakati fulani. Tunaye pale dadangu, anyoshe mikono. Tunaye Dr. Ishengoma, ndio mkurugenzi wetu wa sanaa, mpikaji wa balaa lote hili, mpigeni makofi mengi. Hebu piga pia zile za kimgando mgando zile kidogo. Mmeziona hizo? Mmeziona hizo? Ala. Ndio hivyo. Na tunaye Dr. Mapana na Ado Novemba, tuko nao. Mheshimiwa Spika, hawa watu hawataki maneno mengi. Naomba nimkaribishe Mheshimiwa Waziri kwa maneno machache, akukaribishe, uwasalimie. Mnasemaje washikaji? Maneno machache, ngoma nyingi. Tuzime saa 6, tuzime kuna kucha. Hao wanaobisha Yanga hao au Simba hao. Tunacheza mechi, hatuchezi? Ngoja kwanza. Wanaosema tunacheza wanyoshe mikono. Wanaosema hatuchezi wanyoshe mikono. Tunacheza, hatuchezi? Mheshimiwa Waziri, karibu. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Tanzania, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo na mjumbe wa kamati Dr. Ntare, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Spika, nikiangalia kaumu hii ya watu naona kabisa haitaki hotuba.
inataka iendelee na burudani, lakini niruhusu niseme mambo machache tu kuhusu Samia Serengeti Festival Music. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anathamini sana mchango wa wasanii, lakini pia anathamini sana vipaji vya vijana wa Tanzania katika sanaa na muziki. Dr. Samia Suluhu Hassani, Dr. Samia Suluhu Hassani, asanteni sana. Mheshimiwa Spika, najua kwako leo imekuwa siku ndefu. Tumekuwa kwenye shughuli nyingi za sherehe ya Muungano. Umetoka Dodoma, umefika usiku huu moja kwa moja hapa, na najua pia baada ya hapo yapo majukumu mengi ambayo unayo wakati bunge hili linaendelea. Sababu kubwa ya kukualika wewe katika Samia Serengeti Festival Music ni kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa na mchango mkubwa sana katika kuibua vipaji vya vijana na wasanii, na wewe mwenyewe una tamasha lako Mbeya ambalo unalifanya kila mwaka, na mimi nimejialika kuja kwenye hilo tamasha utakapolifanya. Kwa hiyo tuliona kabisa mwaka huu ambapo tumeamua kulifanya tamasha kubwa hili, wewe ndio uwe mgeni wetu rasmi, nasi tunakushukuru sana kwa kuja. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, inshallah mwakani tutaanza kazi kubwa ya ujenzi hapa wa jengo kubwa kwa shughuli hizi, na niwahakikishie baada ya hapo mvua haitawanyeshea. Tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutafuta fedha ili tuweze kujenga jengo kubwa ambalo linaitwa Arena, na tutalijenga hapa hapa tulipo leo ili muweze kuburudika na kufurahi. Mheshimiwa Spika, mimi nikushukuru sana kwa kuja, na kwa wasanii najua Spika atawashukuru, lakini mimi pia niwashukuru. Mimi ni mara ya kwanza nashiriki katika shughuli kama hizi, na ndio leo nimekuona Zuchu. Mimi nilikuwa namsikia Zuchu tu, sasa leo nimekuona Zuchu. Haya, kwa hiyo nimshukuru sana Spika kwa kufika, na sasa kwa heshima na taadhima nikukaribishe mgeni wetu rasmi ili na wewe uweze kusema mambo machache au mengi kwa kadri utakavyoona kwa hawa watu. Dr. Tulia Ackson oye! Tulia Ackson mitano tena! Tulia Ackson mitano tena! Karibu sana. Dar es Salaam. Sasa ndugu zangu, hapa leo tumekuja kwenye burudani. Niimbe ama nisimbe? Niimbe ama nisimbe? Sasa ili niweze kuimba, ngoja kwanza nipige maneno, au nianze na voko kwanza afu ndio maneno? Najuta nikira langu ni lenye rangi ya chungwa, kanga yangu na mwendo linanikosha, nachoka kabisa. Aya, Dar es Salaam. Sasa ndugu zangu wana Dar es Salaam, niseme nanyi kidogo afu nitaendelea na voko. Yaani leo nimejipanga mimi mwenyewe na kipengele kwa ajili ya burudani. Lakini viongozi wote mlioko hapa mbele, wote mmetambulishwa. Nimefurahi kuwaona ninyi, lakini pia wana Dar es Salaam wenzangu. Sasa hapa nikasikia kuna watu wanasema mitano tena. Jamani, ni mitano tena ni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi bado nipo sana. Tumeelewana? Mimi bado nipo kidogo. Sasa kwa sababu leo hatutaki maneno mengi, niseme machache. Kwanza kabisa, pokeeni salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimetoka Dodoma kwa ajili yenu. Amenituma niwaletee salamu. Hebu pokeeni kwa mikono namna hii. Asante sana.
Baada ya kupokea salamu hizo, salamu za pili ni zile alizozisema hapa Profesa Kabudi kwamba hapa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inakusudia kujenga kituo ambacho wasanii wa filamu, lakini wasanii wa muziki na sisi pia tunaofurahia hii sanaa tutakuwa sehemu nzuri. Makofi kwa Dr. Samia. Lakini kingine cha tatu ni kwamba tamasha hili jamani linafanyika mara moja kwa mwaka. Sasa hii inakuwa kidogo mtihani kwa sisi tunaopenda burudani. Kwa hiyo tamasha hili kidogo liongezewe siku moja haitutoshi sisi tunaopenda sanaa. Alafu pia wasanii tuko kibao na mimi nikiwemo. Hasa ile orodha ile wengine tunakuwa tunakosekana kwa sababu kama hizi. Si ndio jamani? Aya la 4. Tamasha hili kwa kweli liwe linazunguka. Si mnaona? Mlifanya mara kwanza kabisa lilifanyika Dodoma, leo liko Dar es Salaam. Basi tunatamani kwa mwaka liwe linazunguka. Sio kwa mwaka mara moja. Yaani lizunguke nchini hapa. Tuburudike na wasanii wetu wapate kuonyesha vipaji vyao, lakini pia na sisi tulioko kule mvione vipaji vyetu. Changu mimi mtakiona lini jamani? Si ndio hivyo jamani? Lakini lingine sasa linalohusu tamasha hili. Nitumie fursa hii kumpongeza sana ndugu yetu Majizo kwa uwekezaji mkubwa ambao umeufanya. Stage hii ndugu zangu mnaiona Wanakawe, mnaiona wana Dar es Salaam. Lakini hii ndio stage kubwa Afrika nzima. Hivi huko hapa karibu naona watu wamegeukia huko nyuma kuashiria anakuja. Makofi kwa Majizo jamani, ametuletea stage Afrika nzima, itakuwa inakuja kuazima hapa. Lakini maana yake ni nini? Ni kwamba stage hii inapandisha hadhi ya wasanii wetu wanaopanda kwenye hii stage. Kwa nini? Hawa wanafuatiliwa na dunia nzima. Huko dunia itajua Tanzania tumepiga hatua kupitia ndugu yetu Majizo. Makofi kwa Majizo. Sasa baada ya kumpongeza Majizo, pia nitumie fursa hii kuwapongeza sana wasanii wetu ambao wamepata nafasi ya kuperform hapa kwenye stage ya kimataifa. Lakini kama nilivyosema, tunatarajia mnavyowatazama hapa mko huko ambako kama Zuchu alivyosema. Uko wapo kina Zuchu, upo wako kina Tulia, uko wako kina Samia, kila mtu kwenye eneo lake. Lakini sasa sisi wenye vipaji vinavyochipukia tunatamani pia kupanda kwenye hii stage. Kwa hiyo zikiongezeka siku, mimi na wewe bila shaka tutaweza kuimba na nyimbo zetu, si ndio jamani? Sasa katika kufupisha muda wa mazungumzo, maana tunataka burudani, ndugu zangu wana Dar es Salaam, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni muhimu sana kuchagua viongozi wanaohubiri amani. Ni muhimu sana kuchagua viongozi wanaotujali kama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anataka kutujengea Kawewe yetu ibadilike. Dr. Samia oye! Haya ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kuburudika, kwa hiyo tuendelee na burudani. Sasa kabla sijasema hayo, niseme hivi. Samia Serengeti Music Festival mwaka 2025 imezinduliwa rasmi. Kwa hiyo sasa hapa ndio burudani inaanza. Sasa DJ sijui ndo aniwekee kawimbo. Jamani, mpeni maiki Zuchu, maana mpeni maiki Zuchu jamani. Sasa hivi ni saa ya burudani, nikianza aniimbe mimi ndio naimba naye sasa, au niimbe peke yangu? Niimbe mimi? Mauzauza mwana sasa mbona amemnyima maiki tena? Sisi ndo wale waliotukata.
chuki na kupo usinofanya mchelewe, kwa kushinda kuto na mwaka huu mtaisaka rumba. kwa nini? Omana nimemuomba Mungu mpaka nyumba, na mjandae kwa sare za ndoa sio chumba. Waganga numwageni wakoleze ngumba. Binadamu ni wajabu sana, wana maneno kukatisha tamaa. Binadamu ni wajabu sana, wana matendo kuumiza sana. Walisema eti na nuksia senti, nyota yangu ya boda ya kwao ya nyeti, na wakuni beti mega kama kiti. Nilijikutana jitetea sababu napanga kinoni ya pande, sio kwamba nauza ni mwenyewe. Hiyo kesi ya roba ya fateki Afanye nini? afanye legeze kama ili niweze kukupanga yote sababu ya hiyo maana minaiva afande afanye legeze kama ili niweze kukupanga yote sababu ya hiyo maana minaiva afande mama Inafanya mina kesha lokesheni, afanye nyache cheni kakange mipela pata watu mishini sasa iya tunape afanye mashingapi mama buku mimi hata buku mimi ngati kibaya hii afuna kulata ono kanisikiri sina mia zlema wote afanye legeze ili niweze kukupanga au niwe wako mtu. Rio maana minaiva afanye Kati yako kuna wanangu kibao, hapo kati yangu kuna wanangu kibao, hapo kati kuna wanangu kibao, wote napiga makofi so piga bao, tunapiga makofi so piga bao, tunapiga makofi washika. Wanangu mimi nashika chini kwa heshima yenu wanangu. Mimi na muuni wenu nashika chini kuba, wangu na wote tunanyosha mikono. Washika hawa. Twende manyao, wanangu mikono juu. Twende manyao. Una wanangu, mimi nataka tuombe masela wetu wote waliotutangulia. Nataka tuweke mikono miwili juu, tuombe masela wote. Nataka tuweke mikono miwili juu hivi, tuombe masela, tunaitikia dua. Mungu abariki masela, amen. Walotangulia hela. Mungu abariki masela, wanaoyatafuta mahera. Na masela zetu atusikiza lao hapo. Oya, Mungu abariki masela, wanaoyatafuta mahera. Nitapiga simu kuomba turudiane, wala usinisi vibaya, wengine potezea.
ila naitaka t-shirt yangu. Vibe ulipo huku. Haulipati. Vibe wanangwe. Surprise kule. Amoni ile begi. Wewe. Mama umeweka Kenya kwenye begi? Sio Kenya kwenye begi. Hiyo ni ka surprise ya watu wa Dar es Salaam. Watu wa Dar mikono juu jamani. Anatoliona mikono juu. Mlete Kenya nyo baba mwage. Mwage hapa katikati ya uwanja mjomba wangu. Mwage Kenya hapa katikati ya uwanja mjomba wangu. Ni hawa hapo. Tunasikia kelele sasa. Mikono juu. Mjomba wangu, mbona ni maliko na nini? Wacha tuone shalom. Mama,
za kukuchiti. Hatuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatupea mikosi, tunalindwa na sabodi pekee. Kibana ba Badman Chupamkana Charles It's the kids, baby. Anasema rumba, rumba kweli nina nafanya makusudi. Kwa hiyo hii naimba hii nyimbo kwa ajili ya watu kama mimi ambao wanasimama nyash. Sema nyash. Umebarikiwa
makofi. Mama Samia amebarikiwa utu na utulivu. Mpigieni makofi, mpigieni makofi. Hizi burudani zote tunapata wapi wewe? Siku zote maumivu yapo kutu. Tukipata furaha jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu zilishanikumba. Kwa mateso kung'ang'ania kupenda sipopendwa. Niliposi kujificha kule kumetakana. Ananikana huku mabegani ananishika. I wanna show you something that you can see, Only you that make me feel what I feel so right. Swear you the one you never say when you hold me tight. You can let me sing up this singing song. You want to let me feel like I do you wrong. If you want time, I love you more. Today, you gon' give me love. Hey, just you know come on, please, come on, you. The boy, tell them he's a second. Just you know come on, please, come on, the boy, tell them he's a second. Nikapuru komandela. Tulipa bibi kinodoni. Mabalulu kutadela. Wanakupika isi. Kapale wadai. Haidaba. Kuyo. Haiduka. Haiduka. Ashika ukuta. Hey. Haiduka. Ashika ukuta. Nasikiwa kwa mapenzi na mageni. Wanapaka. Ngoja sikia bado. Nasifiwa kwa mapenzi na madeni. Wanapaka wanani? Bado. Nasifiwa kwa mapenzi na madeni. Wanapaka wanani? Kwa pamoja. Nasifiwa kwa mapenzi na madeni. Wanapaka wanani? Nikilewa, sitaki nigasiwe. Niaje msela, mbona unanikera? Nikishalewa, sitaki nigasiwe. Niaje msela, mbona unanikera? I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewa, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewa, walo naliwe situmiza Mungu. Naliwe sijajacha Mungu. Walo naliwe situmiza Mungu. Naliwe sijajacha
Muziki si tu burudani. Muziki unaunganisha watu. Muziki ni upendo. Muziki unaleta amani na utulivu. Muziki unamgusa kila mtu. Asante mgeni rasmi, Mheshimiwa Tulia Ackson. Ulioyasema yamefika na yamesikika. Asante Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Asante BASATA. Asante Sanaa ni Jambo na watu wote kwa kuwa sehemu ya msimu huu wa kihistoria. Na kiupekee asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa upendo wako na kuwezesha tamasha hili. Ni matumaini yetu wadau, sekta binafsi wataungana nawe Mheshimiwa Rais kwenye msimu wa 4, sio tu kwa fursa kubwa za kibiashara zilizopo, bali tuweze kuinua muziki wetu, kutoa burudani, kuunganisha watu na kudumisha amani na upendo tulionao. Samia Serengeti Music Festival. Jambo limeenda.